Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ni Agosti 20 ya mwaka wa 2026. Mada leo inasema ukamilifu sasa. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Ukamilifu sasa. Hiyo ndio mada ya leo. Imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ile ya 5 aya 48. Neno la Mungu linasema, basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Mungu alipomtoa mwanawe kwa ulimwengu, alifanya iwezekane kwa wanaume na wanawake kuwa wakamilifu kwa kutumia kila uwezo wa nafsi zao kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Katika Kristo aliwapa utajiri wa neema yake na ujuzi wa mapenzi yake, kadiri ambavyo wangeyatoa yote yaliyo katika nafsi zao na kujifunza kutembea kwa unyenyekevu, wakimtegemea Mungu kwa ajili ya uongozi. Wanadamu wangewezeshwa kutimiza kusudi kuu la Mungu kwa ajili yao. Ukamilifu wa tabia unategemea kile ambacho Kristo yu kwetu. Ikiwa tuna utegemezi wa daima juu ya stahili za Mwokozi wetu na tunatembea katika nyayo zake, tutakuwa kama yeye, safi na bila unajisi. Mwokozi wetu hahitaji mambo yoyote yasiyowezekana kutoka kwa nafsi yoyote. Hatarajii chochote kutoka kwa wanafunzi wake ambacho hayuko tayari kuwapa neema na nguvu za kukitenda. Asingewataka kuwa wakamilifu kama asingekuwa na amri juu ya kila ukamilifu wa neema ya kutoa juu ya wale ambao angewajalia heshima ya juu na takatifu kiasi hicho. Kazi yetu ni kujitahidi kufikia katika mazingira yetu ya utendaji ukamilifu ule ambao Kristo katika maisha yake hapa duniani alifikia katika kila awamu ya tabia. Yeye ndiye mfano wetu. Katika mambo yote tunapaswa kujitahidi kumheshimu Mungu katika tabia. Tunapaswa kutegemea kabisa nguvu ambayo ameahidi kutupatia. Yesu hakudhihirisha sifa zozote na hakutumia nguvu zozote ambazo wanadamu hawawezi kuwa nazo kupitia katika imani kwake. Ubinadamu wake mkamilifu ni ule ambao wafuasi wake wote wanaweza kuwa nao, ikiwa watakuwa watiifu kwa Mungu kama yeye alivyokuwa. Mwokozi wetu ni mwokozi kwa ajili ya ukamilifu wa nafsi yote ya mtu. Yeye si Mungu wa sehemu tu ya kiumbe. Neema ya Kristo hufanya kazi kwa ajili ya nidhamu ya jengo lote la binadamu. Alifanya yote, amekomboa yote, ameumba akili, nguvu, mwili, pia roho, mshiriki wa tabia ya Mungu, na kila kitu ni mali yake aliyoinunua. Ni lazima atumikiwe kwa akili yote, moyo wote, roho yote na nguvu zote. Ndipo Bwana atakapotukuzwa ndani ya watakatifu wake, hata katika mambo ya kawaida ya duniani ambayo wameunganishwa nayo. Utakatifu kwa Bwana utakuwa katika maandishi yaliyoandikwa juu yao. Leo ni Agosti 20, mada ikisema ukamilifu sasa. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu we nasi sasa na hata milele. Amina. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli
vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu. Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.